kufa, aliteseka katika kifo chenye maumivu makubwa na cha aibu mno pale msalabani, Mungu alimwadhimisha mno. Kwa sababu Yesu alikuwa amejitoa ule utukufu wake. Sio kwamba tena yeye mwenyewe alichukua akajirudishia, hapana. Anamwambia Baba, unitukuze katika utukufu niliokuwa pamoja na wewe kabla ya kuwekwa ulimwengu. Sasa kwa sababu ya unyenyekevu ule sana, Mungu alimwadhimisha sana, akamkirimia jina linalopita majina yote. Na katika jina la Yesu kila goti lipigwe, tukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa hiyo Mungu kila mara huwa anamuinua kila mtu anayejinyenyekesha mwenyewe. Hii ni kanuni ya kimungu. Mungu anamuinua mtu anayejinyenyekesha mwenyewe. Ni kanuni. Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo kama unataka kuinuliwa, kama unataka uone nguvu za Mungu zisizo za kawaida katika maisha yako, wewe shuka sana. Yesu alishuka mpaka pande za chini sana, ndipo akapaa, akaweka vipawa kwa wanadamu. Wewe kule kushuka kwa Yesu ndiko kumefanya Mungu akamuinua zaidi na akamtukuza kuliko jina lolote ambalo liko hapa duniani, na sisi katika ulimwengu huu tuna hata ule wa duniani. Ujumbe walivyoomba na Mungu, vilivyoomba na Mungu. Unajua Mungu alikuwa na mamlaka yake tangu mwanzo. Alikuwa naye, na haya mamlaka ndiyo aliumba ulimwengu, na haya mamlaka ndiyo aliumba viumbe vyote, ikiwa ni pamoja na malaika. Na haya mamlaka ndiyo aliumba mwanadamu. Kwa hiyo Mungu hakuwa na namna yote kuyatupa yale mamlaka. Vile viumbe alivyoumba ambao ni malaika walikataa kutii mamlaka ya Mungu, akaasi. Moja ya tatu ya malaika. Mwanadamu akaumbwa kwa mfano wa Mungu, akakaa kujitetea naye akaasi. Sasa kama hakuna anayetii mamlaka, maana yake mamlaka haiwezi kutenda kazi. Kwa hiyo sasa katika utatu wa Mungu Yesu ashuke aje, kwa sababu hivi viumbe vilivyoumbwa na wanadamu ndivyo ambavyo vimepinga mamlaka ya Mungu. Ilibidi sasa na yeye au mwanadamu azaliwe kama viumbe vilivyoumbwa, ili yeye aweze kutii mpaka chini, atii mamlaka, ili mamlaka ya Mungu yaweze kutenda kazi. Sasa kama mamlaka hakuna anayetii mamlaka, mamlaka haiwezi kufanya kazi. Malaika wameasi, wanadamu wameasi, lakini mamlaka bado ipo na Mungu hawezi kuitupa. Inabidi sasa katika utatu wa ule wao Yesu akaamua kushuka, akasema bana, mimi lazima nianzishe utii ili mamlaka ya Mungu itende kazi hapa duniani. Na ukiangalia katika ile sala ya Bwana wakati namalizia, inaanza na nini? Hebu tuisome kidogo. Hebu tuangalie katika sala ya Bwana, Mathayo sura ya 8 mstari wa 13. Biblia inaanzaje? Hebu tuangalie hii sala ya Bwana ambayo inaitwa sala ya Bwana. Huwa watu wanaita sala ya Bwana. Hii sala huwa inaanza na ufalme na inamaliza na ufalme. Basi salini hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ina maana ufalme hauko, uje. Ombeni ufalme wa Mungu uje. Utupe riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi tuwasamehe wadeni wetu, na usitie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ufalme ni wako. Na unajua mfalme yeye akitamka jambo linatakiwa litekelezwe. Ufalme ni wako, uje. Mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Maanake baada ya malaika wale kuasi kula wakatupwa, kule mbinguni mapenzi ya Mungu yanafanyika. Shida iko hapa duniani. Hapa ndipo kuna kizuizi. Mapenzi ya Mungu yafanyike hapa. Mapenzi ya Mungu au ufalme wa Mungu maana yake ni mahali ambapo mapenzi ya Mungu yanaweza kufanyika bila kizuizi. Unaweza kuona leo bado sisi tuliookoka hatujakubali ufalme wa Mungu uje. Bado tuna upinzani mkubwa sana ndani ya mioyo yetu. Hatukubali. Tunaweza kubali kwa nje, lakini sio kwa ndani. Na mtu halisi ni mtu wa ndani. Kwa unaona sasa hivi bado kuna shida. Lile shida la uasi bado linaendelea kuwepo. Mungu mara nyingi tangu zamani anajaribu kutaka ufalme wake ufanye ile hapa duniani, lakini kumekuwa na upinzani mkubwa sana. Na tunaona ndio maana Yesu anapokuwa kati yetu, ufalme wa Mungu uko katikati. Sio kwamba uko ndani yetu. Yesu akiwepo kama hapo, ufalme wa Mungu uko katikati yetu. Lakini bado leo ile harufu ya uasi na ukenyofu na upinzani bado ni kubwa sana katika maisha ya watu wengi. Mungu atuhurumie sana
na tusaidie. Mimi ninaogopa sana, nasema kama hali ya kanisa ndio hii, basi watu tukaingia mbinguni wachache kama maneno aliyosema Yesu. Wengi watataka lakini hawataweza. Sababu ndani ya yetu kuna upinzani mkubwa sana. Bado mapenzi yetu binafsi ni makubwa mno. Kuna mambo ambayo tunaweza kufanya tukiwa tunasikia ya faida kwetu, lakini mara nyingi hatufanyi mambo yale ambayo tunaamuliwa na Mungu kuyafanya. Mungu atusaidie na tuhurumie sana.